Katika eneo la Magarini katika kaunti ya Kilifi wakipinga madai ya unyakuzi wa ardhi ya zaidi ya ekari 8,000. Viongozi wa eneo hilo wameonya maafisa wa usalama dhidi ya kuhangaisha wakazi wanaopigania haki ya ardhi ya mababu zao. Susan Locho na mengi zaidi. Katika eneo la Magarini, maelfu ya wakazi wa Hawewanje, Matolani na Bombi wanapaza sauti zao. Si kwa furaha, bali kwa uchungu wa kupokonywa ardhi waliozaliwa, wakalelewa na kuwazika mababu zao. Tumezaliwa hapa na tumeoa hapa na tuko na watoto wanasoma. Sisi Beni atatupeleka wapi? Mwambie waache mchezo. Ekari 817 za ardhi sasa zimegeuka uwanja wa vita vya haki baada ya kudaiwa kunyakuliwa na kampuni ya Express chini ya mwekezaji Benjamin Mutua mwaka wa 2005. Ardhi tumejaribu kung'ang'ana kwa sababu alikuja kudanganya wazee wetu. By that time hakuna level of education ilikuwa chini sana. Ndio akachukua advantage, akikabidi akagrabu hii shamba. Alichukua ekari kubwa sana. Lakini si kelele za unyakuzi pekee, ni za hofu, za vitisho kutoka kwa baadhi ya maafisa wa utawala wanaodaiwa kuwahangaisha wakazi wanaotafuta haki. Tuzi chifu wetu hapa anamwambia kijana, I have the power to throw you out of this meeting. Hakutumia lugha. Mbona simtoe Beni aende na hiyo lugha yake? Mbunge wa Kaloleni Paul Katana akiunga mkono amesema tume ya kitaifa ya ardhi ndiyo yenye mamlaka ya kusuluhisha migogoro kama hayo. Sisi sio maskota na hatutakubali kuitwa maskota katika ardhi yetu. Huyu Beni anaitwa Beni ni nani hapa? Hii shamba ni ya wakazi wa hapa na lazima iregeshwe kwa wakazi wa hapa. Wanaeleza kuwa hawataki vurugu, lakini uvumilivu una mipaka. Kishikwa kwa sababu ya kutetea mkaaji wa hapa apate haki yake, tukiwa tumeshirikiana na MCA hapa, basi acha nishikwe, lakini lazima tuongee ukweli. Katika eneo la Bombi wanakumbuka kwa uchungu siku ambazo mifugo ya jamii ya Orma ilipigwa marufuku na watu kuuawa kwa sababu ya migogoro ya ardhi ya malisho. Sasa kufikia leo bwana gavana, tunataka utuambie, maana hii swala si la Hawewanje peke yake ama Kisiki, hata Ganze pia matatizo ni hayo. Kama wanyama wezi tolewa, mtuambie hawatoki, tujue kwamba hawatoki. Siku tudanganya wanaenda na waendi. Wakazi wa maeneo haya sasa wanaeleza kuchoka kwao kutokana na kuvumilia mateso, na sasa wanaomba serikali kuu iingilie kati kwa haraka ili kuzuia kufukuzwa kwao kutoka kwenye ardhi wanayoita nyumbani. Namwambia DC na naambia pia polisi, mambo ya ardhi wachane nayo. Mambo ya ardhi leteni kwangu, si ya polisi, si ya chifu, si ya DC. Kwa sasa, matumaini pekee ya wakazi hawa yamo mikononi mwa serikali na tume ya kitaifa ya ardhi, wakisubiri siku ambayo haki itashinda. Susan Locho, Runinga ya TV 47. Asante sana Susan Locho.